السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال، وبذكره يصدر كل خطاب، وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء، وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات، فله الحمد على ما أسدى وأولى، وله الشكر على ما أنعم وأعطى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumhimidia Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na watu wake na masahaba wake kwa ujumla. Amin. Leo ni siku ya Jumapili, ni siku ya tarehe 17, ni siku ya tarehe 15 tabani, tarehe 15 ya mwezi huu wa pili mwaka wetu huu wa 2026. Tumebakiwa takriban na siku 5 tu kufika katika ile siku ambayo tumeratibu kufanya dua yetu ya welcome Ramadan, dua inayokwenda kwa anwani ya dua ya Jibril, kwa sababu itafanyika tarehe 22 ya mwezi huu wa pili mwaka huu wa 2026, na itakuwa ni siku ya Jumapili kama ya leo. Mahala ni hapa hapa, na watu siku hiyo wanatakiwa wafike mapema, kwanza kwa lile zoezi la kuwa stika ili waweze kupata yale mafuta ya welcome Ramadan bila gharama yoyote, na stika zitakuwa zikichukuliwa hapa hapa kituoni na wala si dukani. Na tulisema ukichelewa kupata stika, yale mafuta yatatolewa kwa gharama. Kwa kama utachelewa, jiandae tu kuyapata kwa gharama. Jana nilieleza juhudi zote hizi tunazozifanya kuandaa dawa na kufanya makongamano mbalimbali ya dua ni kwa ajili ya kupambana na nguvu za giza. Na jana nilieleza tunapozigusa nguvu za giza tunawagusa viumbe wa aina mbili. Nikasema tunawagusa shayatinul insi, wale mashaitani wa kibinadamu, lakini pia tunawagusa shayatinul jinni, wale mashaitani wa kijini. Kwa nini? Kwa sababu huyu shaitani wa kibinadamu na huyu shaitani wa kijini huwa wanashirikiana wanapotaka kutengeneza nguvu za giza na kuwaroga binadamu. huwa wanashirikiana hawa.
Lakini kwa nini wanafanya kazi mbaya hii? Na ni nini sababu zinazopelekea uchawi kufanyika na kuenea? Kwanza ni ujinga uliotawala katika jamii. Watu wanapokuwa wajinga sana, basi sehemu hiyo na uchawi huwa mwingi. Sehemu yoyote ambayo watu hawajasoma, wajinga, uchawi ni mwingi sana. Lakini pia ni kutokujua dini, kwa sababu kama hauijui dini ndio humjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na taarifu ya dini ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu. Ndio maana wanaozuoni wakasema, kullama kana almujtama'u ajhala bidinillah, kila jamii inapokuwa imejinjikiwa kuijua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana tawajudu sahara fihi akthar, basi uwepo wa wachawi kwenye jamii hiyo unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni ujinga. Ukiona uchawi sehemu umekuwa mwingi, watu wa eneo lile hawajasoma, ni wajinga, lakini pia hawajui dini ya Allah. Hiyo ni miongoni mwa sababu za kuenea kwa uchawi. Lakini sababu nyingine, al-adawatu wal-baghdha'u baina an-nas, ni uadui na chuki inayotawala baina ya watu. Yaani mtu anapokuwa amejenga uadui na wewe, haoni tabu kushika uchawi kukuroga. Mtu anapokuwa anakuchukia wewe, imma kwa neema uliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, anachukizwa tu na neema ya afya, anachukizwa na neema ya kipato, anachukizwa na neema ya ndoa, neema ya watoto, neema ya kazi. Akishakuwa na chuki, haoni tabu kwenda kushika uchawi na kukuroga. Pia hiyo ni sababu inayopelekea uchawi kuenea, uadui na chuki. Lakini sababu nyingine, adamu maarifati khatari sihri ala almujtamaat, ni watu kutokujua hatari ya uchawi kwenye jamii. Kuna watu wengine uchawi wanaona ni jambo la kawaida, lakini lau wangelikuwa wanajua hatari ya uchawi katika jamii, wasingejihusisha na masala ya uchawi. Kutokujua ni miongoni mwa sababu zinazopelekea uchawi kuenea katika jamii. Na ndio maana mwanawachuoni Wahidi Abdisalami Bali katika kitabu chake kinachoitwa As-Sarimul Battari ameeleza ya kwamba wachawi walipokuwa wanafanya mambo mabaya ya kuwaharibia watu afya na maisha yao, ikawa ni wajibu sasa ala dhawil maarifi, kwa waliojaliwa maarifa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maarifa ya tiba, an yubayinu linnasi khatara sihri wa dhararihi, watakiwa wabainishie watu hatari za uchawi na madhara yake. Ni wajibu kwa wanawazuoni kuwabainishia watu, kuwafafanulia watu, ili waweze kuelewa hatari ya uchawi na madhara yake, ili waweze kujiepusha. Lakini leo mimi ningependelea pia nielezee mchawi anapotaka kukuroga ni njia zipi anazozitumia, na leo tutaeleza njia mbili. Na unapojua njia anayotumia mchawi, na ndio utajua namna ya kumwepuka. Njia ya kwanza, mchawi anapotaka kuroga, yuhadhiru jinniya au yuhdhiru jinniya, huwa anamleta jini, anamuhudhurisha jini. Na huyu jini ndio yule shaitanul jinni,
sio jini mwema, ni jini muovu. Ndio maana tukasema as-sahiru wa shaitanu qarinani iltaqaya fi ma'siyatillah. Mchawi wa kibinadamu na shaitani wa kijini, hawa ni washirika wawili, wamekutana kwa lengo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana huyu mchawi wa kibinadamu anapotaka kufanya uchawi, cha kwanza kabisa yuhadhiru jinniya, huwa anamleta jini wa kichawi, shaitani. Na tunaambiwa anatumia njia nyingi tu mchawi. Wa hunaka turuqun kathira mutanawwi'a, na pana njia nyingi aina tofauti tofauti anazozitumia mchawi. Kulluha tahtawi ala shirkin wa kufrin sarihi, njia zote anazozitumia mchawi zimekusanya ushirikina na zimekusanya ukafiri. Lakini cha ajabu, kuna baadhi ya Waislamu au tuseme kuna baadhi ya watu wanawanga, lakini unamkuta anajiita kuwa ni Muislamu. Huwezi ukawa mchawi alafu ukawa Muislamu bwana. Yaani ni mwanga alafu hapo hapo yeye anajiita kuwa ni Muislamu. Ikifika Ramadhani kama hivi anafunga. Tena wakati mwingine unaweza ukamkuta yeye ni 5 salawati, ni swala 5, anasaidia sana watu, lakini ni mwanga. Na njia wanazozitumia wanga tahtawi ala shirkin wa kufri, zimebeba ushirikina, zimebeba ukafiri. Sasa ikiwa wewe unafanya ushirikina, unafanya ukafiri, unakuwaje wewe Muislamu? Na ukifanya mema mengi, tena ukubwa wake kama vile mlima wa Uhud, kukaa kuna kitendo kimoja tu cha kumshirikisha Allah, yale mema huwa yanaporomoka. Sasa wewe ni mwanga halafu unajiita kuwa ni Muislamu. Ukijiona wewe unawanga, jua kwamba wewe sio Muislamu. Na mimi nazungumza kwa sauti ili wasikie, kwa sababu wako mbali. Mimi najua hapa wachawi hawapo, wako mbali, ndio maana tumia sauti kidogo. Sisi wote ni watu wema, tusemeni inshallah. Inshallah. Kwa hiyo cha kwanza huwa anamleta jini anapotaka kuroga, na hayo yanafanyika akiwa fi ghurfati mudhlima, kwenye chumba chenye giza, kwa sababu anakwenda kutumia nguvu za giza. Akisha kuwemo mule, yuqidu nara, anawasha moto, wayadha'u ala nari, na anaweka kwenye moto naw'an min albuhuri, aina fulani ya mafusho, hasba almawdu'i almatlub, kulingana na kile anachotaka kukifanya. Sio alimuradi dawa tu au alimuradi fusho tu, anaweka fusho kwenye moto kulingana na lile analotaka kukufanyia wewe. In kana yuridu tafriqa, ikiwa anataka kumtenganisha mtu baina yake na mumewe au na mkewe, yuhadhiru jinniya alladhi amaluhu tafriq, anamleta jini ambaye kazi yake ni kuleta farqa baina ya watu wawili, na anafukiza zile buhuri, yale mafusho ya kuleta farqa, ndio chakula cha yule jini. Wa in kana yuridu ilqa al-adawa wal baghdha, na ikiwa anataka kuweka chuki na uadui baina ya mioyo ya wale wanaopendana, anataka kuweka chuki na uadui, yuhadhiru jinniya alladhi amaluhu ilqa'u al-adawa baina an-nas, anamleta jini ambaye kazi yake ni kuweka uadui na chuki baina ya watu, na anafukiza lile fusho ambalo ni kwa ajili ya kuleta uadui na kuleta chuki, fusho chafu, fusho baya, fusho la shari. Wa in kana yuridu at-tasbibu al-amrad, na ikiwa anataka kusababisha maradhi, yuhadhiru jinniya alladhi yusabbibu al-amrad fi jasad al-mashhur, huwa anamleta yule jini ambaye kazi yake ni kusababisha maradhi katika miili ya wale wanaorogwa.
na lile fusho analofukiza hapo ni fusho ambalo ni chakula cha huyo jini, ambaye kazi yake yeye ni kutumikisha maradhi katika miili ya binadamu. Hivyo hivyo, ikiwa anataka kufanya nuksi, anataka kumfunga mtu, basi anafanya kwa kumleta jini anayehusika na kazi hiyo. Wayadau ala nari bukhuran dha raihatin kariha, na anaweka kwenye moto mafusho yenye harufu mbaya, kwa sababu sheitani wa kijini, mzimu wa kichawi haupendi harufu nzuri. Wewe ukitaka kumfukuza jini wa kichawi, weka harufu nzuri, na ukitaka kumleta jini wa kichawi, weka harufu mbaya. Kwa hiyo wayadau ala nari, na anaweka kwenye moto bukhuran dha raihatin kariha, fusho lenye harufu mbaya. Thumma yabda'u fi tilawati azimati shirkia, kisha mchawi anaanza kutamka maneno ya kishirikina. Wa hiya talasimu muayyana, nazo ni talasimu maalumu, tahtawi ala iqsami ala aljinni bisayidihi, ambazo zimebeba viapo vya majini, na anayeapiwa ni yule bosi mwenye kazi hiyo. Mchawi anayafanya hayo bishartin an yakuna ghaira tahir, kwa sharti asiwe msafi. Yani anapofanya mchawi kazi ya kuroga, hatakiwi kuwa msafi. Imma junuban, imma anatakiwa awe na janaba. Tena wakati mwingine wachawi wanapotaka kwenda kuwanga, kwanza wanafanya zinaa kwenye mikusanyiko yao. Kama we mwanamume una mkeo mchawi anawanga, jua kabla ya kuwanga kuna wanamume anaotembea nao kule. Na hivyo hivyo, kama mke wako, kama mumeo ni mchawi na anawanga, jua kabla ya kwenda kuwanga kuna wanawake anaotembea nao kule. Kwa sababu miongoni mwa masharti, wanatakiwa wafanye uchawi wakiwa wachafu, imma junuban, imma wakiwa na janaba au akiwa na hedhi, anafanya hivyo, au murtadiyan bi thawbin najisi, au amevaa nguo yenye najisi. Ndio masharti yao, na shetani ndio anafurahi na ndio anawawezesha. Kwa hiyo anafanya mambo hayo, kutamka maneno ya kishirikina, viapo, matambiko hayo. Wa baada ma yantahi min tilawati alazimati alkufriya, na anapomaliza kutamka hayo maneno ya kikafiri hayo, yadhharu amamahu shabahun, kuna dhihiri mbele yake mzimu wa kichawi. Unaweza ukadhihiri ule mzimu wa kichawi ala hayati kalbi, kwa sura ya mbwa, au ala hayati thurubani, au kwa sura ya nyoka, au ayatin suratin ukhra, au mzimu ule unaweza ukahudhuria kwa sura nyingine yoyote. Ule mzimu ukishafika, fayaamuru sahiru bima yuridu, anauamrisha mchawi kile anachokitaka. Na wakati mwingine mzimu ule unaweza usihudhurie, ikawa inasikika sauti tu. Akishafika sasa pale, mchawi anatoa amri, na tunaambiwa asihiru muqayyadatu bi awamiri sahiri, uchawi huwa unafuata amri ya mchawi namna anavyotaka. Yani namna anavyotaka mchawi, na ndivyo uchawi unavyokwenda kufanya kazi. Kama anataka kukoroga maradhi, ule uchawi utakwenda kuzalisha maradhi katika mwili wako. Ikiwa anakusudia kukufarakanisha baina yako wewe na mumeo au na mkeo, uchawi utakwenda kufanya kazi hiyo hiyo. Anapotaka kukuharibia biashara, uchawi utakwenda kuharibu biashara. Ikiwa anataka kukuharibia mahusiano, uchawi utaharibu mahusiano na mambo mengine yanayotaalaki na maisha. Uchawi unakwenda kufanya kazi kama vile mchawi anavyotaka. Kwa hiyo tumeiona njia ya kwanza anayotumia mchawi ni kumuhudhurisha jini na kufanya matambiko ya kichawi, kuzungumza maneno ya kishirikina na kuweka bukhuri zenye harufu mbaya, mafusho yenye harufu mbaya kupitia chumba chenye giza.
Hiyo ni njia ya kwanza anayoitumia mchawi. Lakini njia ya pili anayoitumia mchawi, anaweza akatumia ndege. Kama sio ndege, anatumia mnyama, na huu ni uchawi unaohusisha damu. Ndio utasikia mashetani wa kijini wanapochimbuliwa wanasema, wakati mimi ninatumwa nilichinjiwa, nilipewa damu, sitoki ila kwa damu. Sasa na mganga kama sio msomi, anaona bora amridhishe ule jini kwa kumchinjia. Hizo ni hila. Usikubali wewe mganga kuamrishwa na jini nichinjie. Ikiwa wewe utachinja, chinja kwa ajili ya Allah na utoe sadaka kwa ajili ya Allah, na useme kichinjo hiki ni kafara ya sisi kukubaliwa kazi zetu na dua zetu. Kwa hiyo njia ya pili huwa anatumia ndege au mnyama. Ukiona mtu anatumia njiwa, ukiona mtu anatumia kuku katika kufanya mambo mabaya, jua kwamba ni mchawi huyo. Lakini anamchukua ndege au anawachukua wanyama biawsafin muayyana, kwa sifa maalum, wenye sifa maalum. Sio alimuradi ndege tu au alimuradi mnyama tu, awe na sifa maalumu, hasba talabil jinni, kufuatana na namna yule jini wa kichawi anavyotaka. Manake wale majini wa kichawi huwa wanaamrisha, kwa mchawi anafuata namna jini anavyotaka. Wa ghaliban ma takunu sauda, na mara nyingi ndege au wanyama wanaotumika huwa wana rangi nyeusi. Mara nyingi ndege wanaotumika au wanyama wanaotumika pindi wachawi wanapotaka kuroga, mara nyingi ni wale wenye rangi nyeusi. Kwa nini? Lianna aljinna yufaddiluna launa al-aswad, kwa sababu mashaitani wa kijini wanapenda sana rangi nyeusi. Kwa hiyo mara nyingi utaona mtu anakuambia lete kuku mweusi, lete njiwa mweusi, lete kondoo mweusi, lete ng'ombe mweusi, kwa sababu mashaitani wa kijini wanafadhilisha sana mambo kama haya. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-kalbul aswadu shaitan, mbwa mweusi ni shetani, kuonyesha kwamba hii rangi nyeusi inapendwa sana na mashaitani wa kijini. Sasa anapompata mnyama, kabla ya kufanya mambo yake anamchinja yule mnyama, wala yadhkuru ismallah, wala halitaji jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hataji jina la Allah, kwa sababu anachinja kwa minajili isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kishamaliza ndio anamtuma yule jini apeleke uchawi, ili uingie ule uchawi fi badani mashuri, katika mwili wa yule anayetakiwa kurogwa. Hizi ni njia ambazo wanazozitumia wachawi, japokuwa ziko njia nyingi sana. Sasa tunapoweka vituo kama hivi vya dua, lengo ni kupambana na viumbe hawa, sio maslaha tu. Maana kuna baadhi ya watu wengine wanadhani ni maslahi. Ndio maana wakati mwingine tunatoa dawa za bure. Sio maslahi, ni kuwasaidia watu wasaidike kwa kutumia njia iliyokuwa sahihi. Tunasoma dua za bure kama hivi kwa sababu ya kuwasaidia watu. Sasa cha ajabu, kuna baadhi ya watu wanayo matatizo, lakini ni wazembe kufika kwenye vituo kama hivi, mpaka pale yakimzidia, yakimuelemea, ndio unamuona anakuja. Na mimi huwa najua tu fulani amemuelemea. Tena kuna wengine kule private kule, yeye kazi yake anatunza kile kikadi tu, anaweza akakata miaka 3, si mambo yake yameenda vizuri, hana haja ya kuja kwenye dua za majumumu kama hizi, mambo yake yamekwenda vizuri. Wakimpiga tena kule, unamuona anakuja na kile kikadi chake kile. Unamuuliza, wewe una muda gani mjaja? Anakuambia mimi na mwaka mmoja. Sasa mwaka mmoja ulikuwa unaendelea na tiba wewe? Lakini unajua tu kwamba kakumbuka alisaidiwa wapi, ndio maana unamuona anakuja. Sasa watu kama hao tunawaambia fungua faili upya. Sasa vituo kama hivi usingojee mpaka ya kuelemee, mpaka ya kuzidie ndio uje. Wewe fanya kama ni chakula chako tu. Kama unavyoamka asubuhi unapata breakfast,
Ukifika mchana unapata lunch, basi jua na hivyo hivyo kwenye dua. Yaani wewe unapoishi hapa duniani ni kama vile dereva anaendesha chombo lakini hafiki kule anakokwenda. Ndivyo ilivyo kufika kwako wewe ni pale utakapofikwa na umauti, ndio mwisho wa kuhudhuria katika vituo vya dua. Lakini maadhali uko hai na maisha yanaendelea, jitahidi sana, kwa sababu ad-du'a silahul mu'min, dua ndio silaha ya muumini. Yusibu wala yukhti, shabaha yake inalenga wala haikosei. Kwa ni kujitahidi kila siku ya Ijumaa, kila siku ya Jumamosi, kila siku ya Jumapili, fanya kuwa ndio uradi wako kuhudhuria katika kituo cha dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hauna matatizo akukinge, kama yamepangwa Allah yaziwie, kama unayo Allah hayaondoshe. Ndio lengo la kuwepo vituo kama hivi. Sasa mbele yetu tunayo dua inayoitwa dua Jibril. Tutaisoma Jumapili ijayo, tusemeni insha Allah. Na leo tutaanza kuitangaza redioni, tulikuwa hatujaitangaza. Hizi siku 6 zinatutosha hizi kuwatangazia watu kama kweli wamejenga utamaduni wa kusikiliza redio. Lakini kwa nini dua hii imeitwa dua Jibril? Kwa nini imeitwa hivyo? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam dua hii alifundishwa na Jibril alaihi salam. Mtume anasema, siku moja kuntu usalli khalfa al-maqam, siku moja mimi nilikuwa ninaswali nyuma ya maqamu Ibrahim, na maqamu Ibrahim iko Maka. Ni sehemu ambayo alisimama Ibrahim wakati anajaddidi al-Kaaba. Sasa maqamu Ibrahim ni mahala aliposimama Nabiiullah Ibrahim. Pale ni sunna kuswali rakaa 2 pale. Sasa Mtume anasema kuntu usalli khalfa al-maqami, siku moja mimi nilikuwa ninaswali nyuma ya maqamu Ibrahim. Falamma faraghtu astaghfartu Allah azza wa jalla li ummati, nilipomaliza kuswali nikawa ninawaombea msamaha umati wangu. Nikiwa kwenye istighfari, fanazala Jibril alayhi salam, pale pale Jibril akashuka. Faqala ya Muhammadun araka harisan ala ummatika, akasema ewe Muhammad, nakuona unapupa sana ya kuwahurumia umati wako, mpaka unawaombea msamaha. Wewe una huruma wewe. Wallahu raufu biibadihi, lakini ninakwambia Mwenyezi Mungu ana huruma sana kwa waja wake. Muhammad alipoambiwa hivyo akaona hii ni opportunity, ni fursa hii. Kama Allah ana huruma kwa waja wake, ndio sehemu ya mimi kuomba jambo zito sasa litakalowanufaisha umati wangu. Pale pale Mtume akamwambia Jibril, ya Jibrilu anta akhi wa habibi wa habiba ummati, ewe Jibril, wewe ni ndugu yangu na ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Allimni duaa, na kuomba unifundishe dua. Takunu ummati yadhkuruni min ba'di, dua ambayo mimi nikifa umati wangu watakuwa wananikumbuka. Sasa Mtume anapoomba jambo ambalo sisi tumkumbuke kupitia jambo hilo, si jambo dogo, jambo kubwa hilo. Alipoomba hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril akamwambia, ya Muhammadun uswika an ta'mura ummataka an yasumu 3 ayyamin bidhi min kulli shahr. Ewe Muhammadi, ninakuhusia uamrishe umati wako wafunge masiku 3 meupe ya kila mwezi. Athalitha ashara, mwezi 13, warabi'a ashara, mwezi 14, walkhamisa ashara, na mwezi 15. Waamrishe wafunge. Wakishafunga, wa antadua bihadha du'a sharifi, waamrishe waombe dua hii tukufu.
Kumbe miongoni mwa sharti za dua hii ni kutanguliwa na ibada ya swaumu. Ukishafunga ndio unaomba dua hii sasa. Na sisi dua hii tutaisoma ima Ramadhani ya pili au Ramadhani ya tatu, ima tutakuwa tumefunga siku 2 au siku 3, tunasoma dua hii. Kwa hiyo tutakuwa tumetekeleza masharti miongoni mwa masharti ya dua hii. Ndio maana tukaonelea tuifanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu dua ya mwenye kufunga inajibiwa. Da'watu saim, dua ya mfungaji inajibiwa hata yaftira, mpaka pale atakapoftari. Na wewe ambaye hautakuwa umefunga, maana sio wote tutakuwa tumefunga, kuna wengine watakuwa hawakufunga, ima sio Waislamu, na funga ni kwa Muislamu, na mwingine labda atakuwa si msafi ikawa hakufunga, mwingine ana dharura ya maradhi ikawa hakufunga. Kwenye manuizi ya dua hii mwisho lazima useme, Mwenyezi Mungu nakuomba bihaqi saimin, kwa haki ya wale waliofunga. Sasa kwa haki ya wale waliofunga Mwenyezi Mungu ataijibu dua yako. Utasema hivyo, lazima tuelekezane. Sasa Jibril anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakishafunga umati wako waambie waombe dua hii. Ndio akafundishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo dua, akafundishwa Mtume hiyo dua. Baada ya kufundishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoona uzito wake, ndipo pale akamuuliza Jibril an thawabi hadha dua, kuhusu thawabu na ubora na uzito wa dua hii. Mtume ataka ajue thawabu za dua hii, uzito wa dua hii, ubora wa dua hii. Jibril naye amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadun laqad sa'altani an shay'in la aqdiru ala wasfihi, ewe Muhammad, kwa hakika umeniuliza kunako jambo kubwa ambalo mimi siwezi kulitolea wasifu. Wala ya'lamu qadrahu illa Allah, na wala hakuna anayejua kiwango chake isipokuwa Allah. Hakuna anayejua wingi wa thawabu za dua hii, hakuna anayejua ubora wa dua hii, hakuna anayejua uzito wa dua hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Jibril akamdokezea Mtume akamwambia, ya Muhammadun law sarat ashjaru dunya aqlaman, ewe Muhammadi, lau miti hii ya duniani yote ingegeuzwa ikawa ni kalamu za kuandikia thawabu na ubora na uzito wa dua hii, wal biharu midahdan, na bahari zote lau zingegeuzwa zikawa ni wino wa kuandikia thawabu na ubora na uzito wa dua hii, wal khalaiqu kutaba, na viumbe wote wangefanywa kuwa ndio waandishi wa kuandika thawabu na ubora na uzito wa dua hii, lam yaqdiru ala kitabati thawabi hadhihi dua, wasingeweza kuandika thawabu za dua hii, ubora wa dua hii na uzito wa dua hii. Sio dua ya kukosa. Tengeneza nia yako, utengeneze moyo wako, tengeneza ikhlasi yako, uje kwenye dua hii inayosomwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huenda ikawa ndio sababu ya kufungua ukurasa mpya katika maisha yako, huenda ikawa ndio sababu ya kuandika historia mpya katika maisha yako. Dua hii ndugu zangu hasomewi abdu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuokoa kutokana na ule utumwa. Wala yuqra'u ala maghamumi, hasomewi mwenye shida, illa faraja Allahu hammahu wa ghammahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfariji shida yake na dhiki yake. Wala taliba haja, wala yule mwenye kutaka kukidhiwa haja, illa qadhaha Allahu hajatahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamkidhia haja zake. Hasomewi mgonjwa, illa shafahu Allah, Allah atamponya.
wala mashur, wala aliyefanyiwa uchawi, illa abtalahu Allah, isipokuwa Allah ataubatilisha huo uchawi. Wala maaqude, wala hasomewi aliyefungwa, illa ahallahu Allah ta'ala, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfungua. Wala madiyuni illa qadha Allahu dainahu, wala hasomewi mwenye deni. Nyinyi mwenye kausha damu nyinyi, hasomewi mwenye deni isipokuwa Allah atamlipia lile deni. Sasa unakausha damu yako, njoo hapa Jumapili ijayo, tia nia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha njia za kulipa hilo deni, akufanyie makhraja, akuonyeshe njia uweze kulipa deni lako. Sasa kikubwa zaidi jamani, tusiziache hizi dua za majmuu. Ni dua nzuri, zina msaada mkubwa sana. Tusivizie zile dua kubwa ndio tunajaa. Hata hizi dua tunaposoma Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, hizi za kawaida tu, hizi dua pia zina msaada mkubwa sana wa kumsaidia mtu. Ndio silaha yetu hii. Dua inamnufaisha mtu kwa kumuondolea balaa lilonalo, inamnufaisha mtu kwa kulizuia lile balaa ambalo halijashuka ili lisishuke. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tusamehe madhambi yetu. Amin. Tujalie tudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amin. Na tuweze kuhudhuria katika ibada hii ya dua kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Amin. Allahu waliyut tawfiqi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.